Serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi imetangaza rasmi kufuta usajili wa Glory of Christ Church, maarufu pia kama Kanisa la Ufufuo na Uzima, linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima kwa madai kuwa ya kutoa mahubiri ya kisiasa na yenye mwelekeo wa kuchonganisha serikali na wananchi. Katika barua rasmi iliyoandikwa Juni 2 mwaka 2025 na msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa na kutumwa kwa Askofu Gwajima, serikali imesema imechukua hatua hiyo kwa mujibu wa kifungu cha 17B na kifungu cha pili cha sheria ya jumuiya sura ya 337 kama ilivyorekebishwa mwaka 2019. Katika siku za hivi karibuni, kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, umeonekana ukiwa katika mimbari ya Kanisa la Glory of Christ Church aka Kanisa la Ufufuo na Uzima, ukitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kanisa ama kisiasa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Imesomeka sehemu ya barua hiyo. Kwa mujibu wa barua hiyo, shughuli zote za kanisa hilo zinasitishwa kuanzia tarehe 2 mwezi wa 6 2025 na haziruhusiwi kuendelea katika eneo lolote la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mamlaka niliyopewa, ofisi ya msajili wa jumuiya za kiraia inafuta usajili wa Glory of Christ Church, Kanisa la Ufufuo na Uzima, kuanzia leo tarehe 2 Juni mwaka 2025. Hivyo, unatakiwa kusitisha shughuli za kanisa lako mara moja, ameandika msajili Kihampa. Aidha, serikali imesisitiza kuwa kanisa hilo lina haki ya kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo ndani ya siku 21 kwa mujibu wa kifungu cha 19 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya jumuiya. Habari hii tayari imeshasambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii na baadhi ya wananchi wameendelea kutoa maoni yao mbalimbali. Na taarifa hii inakuja baada ya Gwajima kutoa ufafanuzi ama maoni yake kuhusiana na masuala mbalimbali yanayoendelea nchini, likiwemo suala la utekaji. Mtazamaji, wewe una maoni gani kuhusiana na masuala haya, hasa kufutwa Kanisa la Ufufuo na Uzima lililo chini ya Askofu Josephat Gwajima, huku mambo mengine yakiendelea? Lakini serikali imetoa mwanya ama fursa ya kanisa hilo kukata rufaa kutokana na maamuzi ambayo serikali imeyafanya. Hii ni Nyikani TV, karibu kwa maoni yako. Na mtu anayesema kwamba sasa wewe Gwajima ni mwana CCM, kwa nini unapinga? Kwani wana CCM wanakubali kuteka? Wana CCM ndio tunateka sisi. Hatuteki CCM. CCM hatuteki watu. Na mwana CCM yoyote wa kweli lazima akasirishwe na jambo hili na aseme jambo hili haliwezi kukubalika. Sasa